Bwana, karibu tena mtazamaji wa Manyuzi TV kuendelea kupata habari za kiburudani kutoka hapa. Msanii wa muziki wa hip hop nchini Marekani, Sean Diddy Combs, jina maarufu la kisanii anatambulika kama P Diddy, mwenye umri wa miaka 56, ambaye yupo gerezani kwa sasa akitumikia hukumu yake, ikiwemo kusafirisha wanawake na kuwafanyisha biashara haramu ya kingono, na nyingine ambayo kwa sasa imefutwa, ambayo ni kuendesha mtandao wa uhalifu. Tarehe ya kuachiwa kwake rapa huyu P Diddy imebadilishwa rasmi hapo jana, ambapo awali ilipangwa ataachiwa rasmi Juni 4 mwaka 2028, na baada ya kufanyika mabadiliko hayo hapo jana, sasa hivi ataachiwa rasmi mwezi Aprili tarehe 25 mwaka 2028, ambapo inasemwa tarehe ya kuachiwa kwa msanii huyu wa Kimarekani wa hip hop P Diddy imekuwa ikibadilishwa mara kwa mara. Mwanzo kabisa ilipangwa ataachiwa huru mwezi Mei tarehe 8 mwaka 2028, ikaja kuwa mwezi Juni tarehe 4 mwaka 2028. Inatajwa ni kutokana na sababu alikiuka sheria zilizopangwa katika gereza la Fort Dix lililopo New Jersey nchini Marekani, ikiwemo madai ya kutumia simu za magendo akiwa gerezani, kitendo ambacho kimepigwa marufuku na hakiruhusiwi katika gereza hilo. Na baadaye yamefanyika tena mabadiliko mapya hapo jana ya kuachiwa kwa rapa huyu wa Kimarekani Sean Diddy Combs P Diddy, ambapo itakuwa mwezi Aprili tarehe 25 mwaka 2028, ikiwa imepunguzwa miezi miwili kutoka katika hukumu yake ya awali. Imeelezwa kuwa sababu ambazo zimepelekea tarehe ya P Diddy kuachiwa kutoka gerezani kupungua ni kwamba nidhamu yake ni nzuri akiwa gerezani baada ya kujiunga na programu ya matibabu ya utumiaji wa dawa za kulevya. Programu hiyo ambayo inaelezwa huwa inapunguza adhabu za kifungo kwa wale ambao wameshiriki na kuifuata kikamilifu inavyotakiwa. Baada ya kuwa ameachiwa, pia programu hii itaendelea kufuatilia mwenendo mzima wa mfungwa huyo aliyekuwa katika programu hiyo kipindi yupo gerezani kwa kipindi cha miaka 5, huku ikiwa inamfanyia testi na kujiridhisha kuwa hakuna tena matumizi ya madawa kutoka kwa msanii huyo na kuhakikisha akili yake iko sawa. Licha ya yote hayo kufanyika, bado P Diddy yuko katika hatua za kutaka kukata rufaa ya kesi yake hiyo mnamo mwezi Disemba mwaka huu, lakini huenda mwanasheria wake akatengua uamuzi wake huo wa kutaka kukata rufaa ya kesi ya P Diddy na kuendelea na programu ya kawaida ya uendeshaji wa kesi, kutokana na swala la kuendelea kupunguziwa adhabu kwa mwanamuziki huyo P Diddy linaendelea kufanyika. Mpaka sasa msanii na rapa wa nchini Marekani wa muziki wa miondoko ya hip hop ana miaka 2 tu ya kuwa nje ya gereza hilo, na atarudi tena uraiani kuendelea na shughuli zake za muziki na biashara ambazo alikuwa akizifanya. Bwana, hii ni Manyuzi TV, nimekupitisha kufahamu habari nzima inayohusiana na kubadilishwa kwa kesi ya msanii P Diddy kutoka mwezi Mei tarehe 8 mpaka mwezi Aprili tarehe 25 mwaka 2028. Tukutane tena hapo baadaye kuendelea kupata updates za story mbalimbali za burudani. Usiache kusubscribe, kulike, kushare na kucomment. See you.